Ndoto za watu wengi huanza kwa tabasamu, lakini sio ndoto zote huhitimishwa kama ilivyokusudiwa. Hii ni hadithi ya wasichana watatu ambao umri wao ni zaidi ya miaka 18 waliotamani maisha mazuri na jinsi ambavyo maisha hayo yalivyowagharimu. Jamani, hebu angalia maisha haya. Simu mpya, nguo kali, kila wiki outing. Kweli, mzee Rashid ametombali. Mwanaume mwenye pesa ni baraka. Au ni mkopo ambao bado hamjaona riba yake? Joyce, acha kunikatisha tamaa. Hii ni ya muda tu, nimemaliza shule naondoka. Kila saa nataka nijieleze niko wapi, nafanya nini. Ana wivu tu, anakupenda. Huo si wivu, huo ni umiliki. Ada bado haijalipwa, leo ndio mwisho. Umemwambia? Lakini simu hazipokelewi tena. Karibuni upande wa pili wa ndoto. Umepatwa na nini rafiki yetu? Nilipata ajali nikiwa peke yangu. Mzee baba anajua? Nilimpigia hakupokea. Kwa hiyo hata hajakutafuta tena? Tulikuwa marafiki wa pesa, si wa dhiki. Tulidhani maisha mazuri. Ona sasa yanavyotugharimu. Leo bosi alisema sifa zangu zimejaa mitaani, nimeanza kuonekana vibaya. Ndani ndogo Neema, kile ulichofanya gizani lazima mchana kionekane. Kwa sasa nimeamua kurudi chuo na ninafanya kazi ndogo ndogo, ingawa sio rahisi, lakini ni halali. Jambo jema sana. Kwa upande wangu, biashara yangu ya mtandaoni imeanza kunipatia wateja, ndo kitu nimejifunza. Kupitia stori yetu, nataka wasichana wengine wajifunze bila kuumia. Hakuna maisha ya mteremko. Kama ungepewa nafasi ya kurudia, ungefanya nini? Ningechagua njaa muda mfupi kuliko fedha ya maisha. Ndoto za mkopo zina riba kubwa sana katika maisha, vya bure vinaumiza sana.